Yo, kwenye 101 recap leo tuko na Lady JD, Judith Dennis Wambura, ambaye ni msanii wa Bongo Flava kutoka hapa Tanzania. Ni zaidi ya jina lake rasmi ndo hilo, lakini pia Lady JD amezaliwa mkoani Shinyanga 1979, lakini pia ni mzaliwa wa Shinyanga. Huyu ni Mkuria bana, iko hivyo. Lakini pia anafanya kazi zake za sanaa hapa nchini Tanzania. Bana, shavu kubwa kabisa amelipata Judith au Lady JD au vipi bana, kupitia Universal Music Group East Africa UMG imeeleza kujivunia kushirikiana na Lady JD, msanii ambaye amekuwa ana mchango mkubwa na amekuwa mchango wake ukidumu kwenye mziki kwa muda mrefu, lakini pia ameweza kupata shavu hilo kusainiwa au Universal Group Music ambayo imempa shavu kubwa sana Lady JD. Ushirikiano wao huo umeleta JD, tunamfahamu kwamba ni mwanamuziki ambaye ana sauti ya kipekee, ana heshima kubwa, lakini pia ni mtu mmoja mcheshi, yuko hivyo. Lakini UMG imeeleza kwamba kupitia ushirikiano huo kumsaidia kukuza ubunifu wa kupanua wigo wa muziki wa Afrika Mashariki duniani kwa ujumla, pamoja na kujenga urisi wa kizazi kipi ambao wa muziki ambao unakuja. But Lady JD for this time around tumeona kupitia Universal Music amepata shavu. Kama umfahamu Lady JD, ni msanii kutoka hapa Tanzania, ni msanii mkongwe na anafanya poa kinoma noma. Kuna baadhi ya ngoma kibao ambao amezifanya na zimeenda mjini, na hivi karibuni kama 2 weeks hivi tulikuwa tumeona amefanya show yake ya Valentine Day. Lakini ukiacha show ya Valentine Day amefanya vitu vingi sana. Kati ya ngoma ambazo ameziachia tunafahamu ngoma ni mingi, lakini pia ana maisha yake ya kawaida, yani maisha ya nje, umeelewa. Lady JD kuna prostitution ya kujikuza au sio bana, au anaelezea lifestyle yake kuna vipindi fulani ambaye amevianzisha kuelezea lifestyle yake ya maisha, the way alipoanza mpaka sasa hivi alipofika, na mziki wake jinsi gani unasogea kwenda mbele zaidi. Lakini katika ngoma ambazo ameachia ngoma kama inayokwenda kwa jina la ya haya au vipi bana, na wasanii ambao wameshirikiana nao katika ngoma tofauti Professor J, Mwana FA na wasanii wengi ambao wamepata nafasi ya kushirikiana na Lady JD. Mimi kwangu namzungumzia ni moja kati ya msanii ambaye kwa watoto wa kike imekuwa ni inspired sana, kwa sababu tunaona wasanii wa kike wamekuwa wavivu sana kuingia kwenye mziki wa Bongo Flava, kuonekana labda ni uhuni na nini, lakini Lady JD ameweza kukata kiu ya wasanii tofauti, na hasa wasanii wa kike wamekuwa sasa wanamiminika kuingia kwenye mziki wa Bongo Flava na miziki mengine wanashirikiana na kuingia katika miziki. So hii imewapa nguvu watu wengi. Pamoja pia ukimzungumzia Lady JD pia ni muasisi wa mziki wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Of course kuna baadhi ya show amezifanya nchi za nje, na kuna baadhi ya matukio anafanya, lakini pia tunapata kuona kwamba Lady JD ni moja kati ya legend mkubwa, na mpaka sasa hivi amefika kiwango kikubwa. Kwa hiyo katika wasanii 10 unaweza ukawataja wa kike, basi huwezi kumtaja namba 1 Lady JD. Nimekupitisha hapo kwa ufupi zaidi kumjua msanii wa Lady JD ambaye sasa hivi kupitia Universal Group au sio bana, amepata big time, amepata nafasi hiyo. Ni nafasi kubwa sana kwetu, lakini pia kwake, kwa wote wa Tanzania. Asante kwa kuwa na mimi, asante kwa kunisikiliza, asante kwa nafasi yako. Endelea kufuatilia kwenye akaunti yangu kwenye akaunti ya Instagram, pia inakuwa ni unyama, andika 69 Media unatupata pale, lakini YouTube andika 69 Media inakuwa ni unyama zaidi. Facebook na mitandao yote 69 Media. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimu mtumbadi baba lao. Dondosha comment yako kupitia ukurasa wetu wa Instagram au ukurasa wetu wa YouTube, inakuwa ni official zaidi, inakuwa ni ubabe kinoma noma kuhusiana na JD. Wewe unakumbuka ngoma gani ya JD? Mimi na ngoma mingi ninazokumbuka. Katika ngoma ambazo nazikumbuka na zimeenda mjini ni ngoma ambayo ya haya unaishi wapi, kwani jina lako nani, ya ayaye. Big time. Asante kwa kuwa na mimi. Hii hapa ni 101 recap. Hii ni 69 Media.